Sema Yesu ameshinda katika maisha yangu, na huu ni mwaka wangu wa kuwa vile Yesu anataka. Huu ni mwaka wangu wa kufanikiwa. Huu ni mwaka wangu wa kumiliki. Huu ni mwaka wangu wa kupata. Huu ni mwaka wangu wa kufika ninapotaka kufika. Sema Yesu ameshinda, lazima nimiliki. Yesu amepigana, lazima nifanikiwe. Yesu ametaka, lazima nifike. Sema ni mwaka wa kutawala. Sema ni mwaka wa kustawi. Sema ni mwaka wa kunemeshwa. Sema ni mwaka wa kunemeshwa. Muulize jirani yako, mwambie kama ungejua. Mwambie kama ungejua kwamba Yesu amesema ndio, ungefanya nini? Kama ungejua kwamba wewe ndiye rais wa taifa lako, ungefanya nini? Na hapa naongea na watu ambao ni viongozi. Wanaweza siwe sawa. Lakini pia kuna watu wanatufuatilia kwenye mitandao. Wewe unatufuatilia, tunakukaribisha kwenye ibada hii ya neno la Mungu na mafundisho. Na usiku wa leo Yesu ametupa neno linasema kama ungejua. Unaweza kaandika hapo chini kwamba kama ungejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ungejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ungejua kwamba leo ndo siku yako ya mwisho kuishi duniani, ungefanya nini? Kama ungejua kwamba wewe leo ndo siku yako ya kutoka duniani, ya kuondoka, ungefanya nini? Wewe kama ungejua kama ungejua kwamba leo ndo siku yako ya mwisho ya kula ugali duniani, unaondoka zako, nenda zako huko mbinguni, hautarudi tena duniani, ungefanya kitu gani? Mwambie jirani yako kama ungejua. Mwambie tena kama ungejua. Kama ungejua. Yesu anataka utazame mwenendo wako. Bwana asifiwe sana. Yesu anataka ufanyeje? Tazame mwenendo wako. Bwana asifiwe sana. Sawa. Sasa kama ungejua kwamba leo ndo siku yako ya kutoka duniani, ungefanya nini? Hapa ninaongea na mtu ambaye kuna watu umewashikilia moyoni mwako. Kuna watu hamuongei, unawachukia. Kuna watu umewashika ndani ya moyo wako. Yesu anakuuliza kama ungejua kwamba leo ndo siku yako ya kuondoka duniani, ungefanya nini? Ungeendelea kuwashikilia jamani? Ungeachana nao, si ndio? Wote waliokukosea ungesema ni wakati wangu wa kutengeneza, ni wakati wangu wa kusamehe, ni wakati wangu wa kuachilia, si ndio? Naomba kila mmoja rudia maombi haya. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Naomba unipe kusamehe. Naomba unipe moyo wa kuachilia. Naomba unipe moyo wa kusahau. Wote tujipigie makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako kama ungejua. Kama ungejua.
Unajua maisha yetu yanatudanganya. Namna ulivyo, unavyopaka mafuta mazuri unavyoenda saruni, unaenda saruni unatengeneza nywele, maisha yanakudanganya. Unaona kwamba maisha yako ndo yako hivyo hivyo siku zote na milele. Hapana. Ukisoma Biblia, kuna watu ambao walikufa wakiwa kwenye sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani watu wako wanaenjoy, wanafurahi, wanasherehekea. Mtu akapigwa chini akaondoka. Kuna mtu alikuwa anaitwa Hamani. Hamani mnamfahamu kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Esther. Alikuwa jamaa yule Esther aliandaa karamu. Akamwalika Hamani na mfalme Ahasuero. Wakaja pale kwenye chakula. Jamaa hakujua kwamba ndo siku yake ya kufa. Sherehe ghafla ikabadilika msiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Hamani alikuwa amekusudia mabaya juu ya wana wa Israeli. Alikuwa amekusudia kuwaua Waisraeli wote. Sasa sijui Yesu angezaliwaje. Lakini Hamani hakujua kwamba siku hiyo ndo siku yake ya kufa. Alikuwa amewakusudia wenzake mabaya. Yale mabaya akamgeuka kafa. Mwambie jirani yako, kama ungejua kama mabaya uliokusudia wenzako yangekupata wewe, ungefanyaje? Naomba tuombe. Sema, Bwana Yesu, nisamehe mahali popote nilipokusudia mabaya kwa ajili ya watu wengine. Ninaomba Bwana Yesu unirehemu, nipe kuacha mabaya na kutenda mambo mazuri. Mwambie jirani yako, kama ungejua kwamba pesa ulizo nazo, sawa, Mungu anaenda kuziondoa kwako. Zile hela zilizoko kwenye account, tule hela ambako unato tu akiba, Mungu anaenda kutuondoa tote. Au kama ungejua kwamba benki zote zinaenda kucorrupts, zinaenda kushuka thamani, na pesa zenu ambazo mmeweka kwenye account kama ni Vodacom, M-Pesa, Tigo Pesa, zote zinaenda kuondoka. Au kama ungejua lile duka unalolitegemea linaenda kuungua moto, ungefanyaje? Kama ungejua ule mtaji unao unaenda kupukutika, ungefanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, Mungu anataka umtegemee. Hataki utegemee vitu ulivyo navyo. Sema, mwambie jirani yako, Mungu anataka moyo wako umpe yeye. Mpigie Mungu makofi. Unajua watu wengi unaowaona kipindi cha corona, kama wangejua kwamba kuna corona inakuja na itawaua, na pesa zao walizoweka kwenye mabenki si wapi zinaenda kupukutika, wataziacha. Watu walikuwa na madola, wana milioni, wana nini. Corona imekuja, walikuwa na mwaga pesa kwenye nyumba, mtu anakuta na mwaga, hazina thamani. Kama wangejua kipindi wako kanisani, mchungaji anasema jamani, tumepungukiwa vyombo, jamani kuna hiki, si wangemtolea Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wakati shetani anakudanganya. Mungu anapokushauri jambo, Bwana fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, kama ungejua. Mbona kama hamnielewi? Hebu nipigeni makofi kwanza. Aya, mwambie jirani yako, kama ungejua
Kama ungejua kwamba hilo wazo la biashara au kazi unaoliwaza sio sahihi, hiyo safari unaoiwaza kwenda sio sahihi. Sasa nisikilize, na usirudie kila jambo naloongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri, halafu kile Mungu anachokusemesha kinoti mahali. Kama ungejua kwamba kesho safari utakaoipanda, utakaoenda vyombo utakavyoenda kupanda, kama ni gari, itaanguka ife na wewe utakufa hapo hapo, ungefanyaje? Au kama ungejua usiku huu wa leo utakuja kuvamiwa nyumbani kwako, uibiwe kila kitu, ungefanyaje? Au ungejeruhiwa ukafanywa kitu kibaya? Mungu anachokitaka kwenye maisha yako, anataka ujiandae. Usiseme labda kesho mimi ndo nitakuwa vizuri, sasa hivi acha kwanza nile ujana, acha kwanza nifanye hivi, acha kwanza nitende haya mambo. Kama ungejua, Bwana asifiwe sana, usingekubali kutoka kwa Mungu hata sekunde moja. Kuna mwingine, kuna vitu unavifanya kwamba mimi kwa Mungu sawa, lakini kwanza bado kuna vitu niweke sawa. Ule ujana kwanza umepanganisha. Kuna watu kwenye simu yako, una mtu wako wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 20. Unaweza sifiwe sana. Kama ungejua kwamba katika hao kuna mtu ana ugonjwa, anaenda kukupatia ugonjwa wa kudumu, ambao huo ugonjwa ukitaka kutibiwa lazima jopo la madaktari wahusike. Jopo, sema jopo. Jopo maana yake ni ugonjwa hatari, kwamba katika hao ambao unacheza nao hao kuna mmoja atakuambukizia ugonjwa. Ungekubali kutulia? Sasa Mungu anachokitaka kwenye maisha yako, anataka uache kuishi maisha ya kubeti, maisha ya kukisia kisa kwamba labda huyu ni sahihi. Mungu anataka utulia, kuongoze kwa mtu sahihi. Mpigie Mungu makofi. Kama ungejua, Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba ule wizi unaofanya kazini kwako, si ndio? Mama hakuoni, unadokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna naye kuona, lakini kuna vitu nafanya, una mkono mrefu. Lakini kama ungejua kwamba siku utakapoiba tena utakamatwa, usingerudia tena. Mwambie jirani yako, kama ungejua ungeacha mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ungejua kwamba yule mume wa mtu au mke wa mtu unayesumbuka naye ana ugonjwa, ana virusi, au yule mwenza wake harisi amekupania kukuua, amekuendea kwa waganga, ungeachana na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, kama ungejua ungeacha haraka na kutulia, Mungu akupe kitu sahihi. Tatizo, najua tuna mashaka ndani yetu. Una mashaka kwamba inakuwaje sasa, mtumishi, unafikiri mimi nitaishije? Kwenye kitabu kile cha Mathayo 6:25 na kuendelea, Biblia inasema usiwaze utakula nini, utavaa nini. Kabla Mungu hajaja kukusaidia, shetani anakuja, anakuonyesha urahisi. Kwa nini usifanye hivi? Lakini Mungu anakuja baadaye kukusaidia. Kwa hiyo Mungu hawezi kukuacha ukaaibika. Hivi unajua kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Hajiri. Nani anamfahamu Hajiri? Kitabu cha Mwanzo. Leo nawapigia story, sitosomea maandiko. Nataka nikupigie story kile Roho Mungu anasema, halafu wewe utaenda kutafuta maandiko yako wapi. Si ndio? Hajiri alikuwa mfanyakazi wa nani? Wa Ibrahimu. Halafu huyo Hajiri akatembea na Ibrahimu, bosi wake. Alipotembea naye akapata
pata mtoto, yule Hajira alipitia mateso. Sema mateso. Kama Hajira angejua kwamba angepitia ile mateso, asingekubali kutembea na nani? Na bosi wake. Kama angejua kwamba atapitia yale mateso, ndiyo yamkini mbeleni aliishi maisha mazuri, lakini msoto aliopitia hapa anajua ni Mungu. Kwa kuna mabinti unanisikiliza au kijana, kuna kijana anakudanganya, anatakuoa, nizalie kwanza. Nizalie kwanza. Kama ungejua kwamba utapitia msoto ungekataa. Bwana asifiwe sana. Hatucheki kwamba ni mazuri, lakini tunacheka kwa sababu hatutamani somo la leo liwe somo la kutishiana. Sitamani nikutishie, natamani unielewe vizuri. Bwana asifiwe sana. Kama ungejua, sawa? Kama ungejua kwamba huyu kijana ananidanganya huyu, na atanipa watoto na atanitelekeza. Gacha. Siku moja nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu. Alikuwa na shida yake, alikuwa na ndoto zake. Mungu akawa anamwelekeza. Unajua sometimes ukiwa unamwelekeza mtu ndoto, si vinakuwa ni kama vitu kwamba ameota hiki, unamwelekeza hiki. Lakini anakuwa atilii maanani, anahisi labda ni kitu kitatokea miaka ijayo. Bwana amekuja kumkuta. Mungu alimwambia kwamba bwana, huyo kijana unaye date naye atakupa mtoto na atakutelekeza. Na huyo dada hana msaada mwingine, hana huyu wala lile. Huduma zote za kliniki anafanya ni yeye. Mume kamkimbia na hana msaada, ndugu zake wote wamemkimbia. Lakini Mungu alikwisha mwelekeza zamani. Mwambie jirani yako, kama ungejua ungeacha. Kuna watu walienda kuiba wakachoma moto siku hiyo. Kuna watu walisema ngoja nijaribu tabia hii mbaya, ikawa ndo mwanzo wao wa kupata magonjwa. Yaani siku hiyo amejaribu tu ndo akapata ugonjwa siku hiyo. Mwambie jirani yako, kama ungejua ungemgeukia Mungu kweli kweli, usingekuwa na mzaa. Kwa sababu shetani anavyokuwazia, anakuwazia vibaya sana. Naomba unyoshe mkono wako juu. Sema, Mungu nisamehe makosa yangu yote na mawazo yangu yote niliyokutendea. Ninakuomba Bwana, unipe kukugeukia wewe. Unipe kukugeukia wewe. Unipe kukugeukia wewe. Unipe kumaanisha. Haya, mtu yetu aliyelala kamata. Huyo hapo. Bwana asifiwe sana. Sema, Mungu, nipe kukugeukia wewe. Nipe kukugeukia wewe. Ukitaka kumgeukia Mungu lazima ukubali kubeba msalaba. Mwambie msalaba. Hivi msalaba ni nini? Kubeba msalaba wako. Biblia inasema kwamba ukitaka kunifuata, sharti ujitwike msalaba wako nifuate. Hivi kujitwika msalaba ni nini? Yesu aliposema ukitaka kunifuata jitwike msalaba. Mtumishi wa Mungu, kujitwika msalaba ni nini? Hebu tumpigie makofi mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwingine anasemaje? Wewe kubeba msalaba wa Yesu ni kufanya nini? Ni kulala? Mwingine? Aya, naomba niwasaidie. Bwana asifiwe sana. Naomba mtanipigia makofi, ndio? Aya.
Kubeba msalaba maana yake ni kukubali kufa, mapenzi yako yafe, ya Yesu yafanyaje? Yaishi. Yaani ni kukubali mapenzi yako yafanyaje? Yafe. Kwa mfano sasa hivi tunataka kwenda kulala, yaani ile nia yako ife, halafu subiri Yesu anasema nini. Yaani ni kukubali kumsubiria Yesu akuelekeze. Jamani, nani anaweza kwamba hata kupika usipike, usubiri kwanza Yesu akuelekeze? Unapoamka asubuhi usiende kazini, usubiri kwanza Yesu anasemaje? Nani anaweza? Hiyo ndo kufa sasa, kukubali kubeba msalaba. Lakini sio tu kwenye hayo maamuzi tu ya kawaida. Unapopita kwenye changamoto, unapotukanwa, wewe ukitukanwa unatakiwa na wewe urudishie. Si ndio? Wengi hapa naona ukitukanwa unataka na wewe urudishie, si ndio? Kubeba msalaba maana yake ukishatukanwa unasubiria Yesu anataka niseme nini. Nasubiria kama dakika 5, dakika 6, dakika 10, nusu saa, mpaka Yesu akuelekeze cha kufanya. Nani anaweza? Sasa ukiwa ni mtu wa kumsubiria Yesu, ndio nasema wewe umekufa, umekubali kubeba msalaba. Maana mapenzi yako umekubali yafe, Yesu yafanyaje? Sema Bwana Yesu, nisaidie niweze kubeba msalaba wako. Haya, mwamshe huyo hapo. Bwana asifiwe sana. Wangapi amefurahi? Naomba nimpige makofi. Sasa mpigie Yesu makofi. Sema Bwana Yesu, nisaidie nikupendeze wewe maisha yangu yote. Bwana Yesu, nisaidie nitende yanayokupendeza. Nisaidie niache kutegemea akili zangu, nikutegemee wewe. Kama ningejua. Bwana asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Kuna mwingine yupo kwenye ndoa, si ndio? Lakini ana njia za pembeni, yaani yuko na mwenza wake, lakini kuna vitu vya pembeni anavyo. Kama ungejua kwamba siku mwenzako akifahamu unachokifanya ndo mwanzo wa kuvunjika kwa mahusiano yako na uaminifu wako, atakusahau, atakufunika, ungeacha. Mwambie jirani yako, ungefanyaje? Kama ungejua. Sikiliza, unajua kuna vitu unaweza kufanya kwa siri, ila shetani hanaga siri. Yesu alisema hivi, chochote unachokifanya ipo siku kitaanikwa. Hata kama unajifanya wewe ni kondoo, fanya wewe ni mtu mzuri, unahubiri, sijui unamtumikia Mungu, unaimba tumishi pale unaimba, si ndio? Kuna siku unayofanya sirini, yaani ambapo unayafanya hakuna mtu anayekuona, uko kwenye gizani. Kuna siku yanawekwa peupe. Mwambie jirani yako, yatawekwa peupe. Sema Bwana Yesu, nisaidie kuacha mambo yote ya sirini nayo yafanya. Nisaidie Bwana Yesu, niache kabisa kila mambo ya sirini nayo yafanya. Pigia Yesu makofi. Kama ungejua kiburi ulicho nacho. Nani ana kiburi hapa? Kila mtu ana kiburi chake, si ndio? Kila mtu ana kiburi, sema kinazidiana kipimo. Wewe unaweza kuona sasa hivi unajifanya huna kiburi, una kiburi. Ila hicho kiburi inawezekana kikubwa au kidogo. Ila kila mtu ana kiburi kake. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuona kwamba ni mnyenyekevu, mpole. Kuna mtumishi wa Mungu anasema, "Naona kiburi." Ila sasa unaonekana mpole sana. Bwana asifiwe sana. Kwa kumbe mtu anaweza kaonekana ni mpole lakini ana kiburi. Sema Bwana Yesu, niondolee kiburi. Nipe moyo unaofanana na wewe. Sema Bwana Yesu, niondolee kiburi. Mwingine ana hasira, yaani una hasira mpaka unapitiliza. Sema Yesu, nihurumie Bwana. Nipe moyo wa upole ndani yangu. Ondoa hasira. Ondoa hasira.
ndani ya moyo wako. Mwingine ana chuki ndani yake, yaani ye chuki, yaani anaweza kakumeza kabisa. Kuna mwingine anasubiria mtumishi wa Mungu akosee. Asa usiniona, siniwaambia. Wakati hata kumuombea mtumishi wa Mungu humuombei, wewe unasubiria tu makosa yakitokea. Chuki, wivu. Mwambie Bwana Yesu, niondolee wivu, niondolee chuki ndani ya moyo wangu. Alafu mwingine kama hakupendi anaenda kumwambukiza na mwenzake. Unaona fulani? Hiyo tabia ni tabia, sio tabia mtoto wa Mungu. Sema Bwana Yesu, ondoa tabia ya ubinafsi ndani yangu. Sema ondoa tabia ya kutopenda wengine. Sema nipe moyo wa upendo. Mwingine ni mbinafsi. Yaani cha kwake ni cha kwake, alafu cha kwako ndo cha kwake. Nani hapa ishakuwa mbinafsi jamani? Kila mtu alishakuwa mbinafsi. Kabla hujaokoka unakuwa mbinafsi. Hata Yesu akikwambia jambo uweze ukatii. Kampe mtu, kampe nguo. Fanya hiki kwenye nyumba ya Bwana, ufanye. Kuna mtu ni mbinafsi mpaka kwa Bwana Yesu. Ndo hapo ninakuuliza, kama ungejua hata hako kahero liko nako, kuna ugonjwa unakuja, usipokatoa siku kiumwa, sijui utamwambia nini Yesu. Alikwambia ukatoe na ukakataa. Sema Bwana Yesu nisaidie. Sema Bwana Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Nisikilize vizuri. Yaani kama Yesu anakusemesha jambo na umtii, kuna siku na utamhitaji, atakuwa ni mgumu kukusikiliza. Mimi nakwambia ukweli. Kuna kiwango ambacho tunasema Yesu ni mwenye huruma na mwenye upendo. Ila kupata toba ya kweli unapoikiuka sauti ya Mungu itakuwa ngumu. Kuna mtu ulitaka kwenda kulala na mwanamke au na mwanaume. Ndani yako unaambiwa acha kwenda. Usifanye hivyo, ni dhambi, acha. Mwisho wa siku kakubali ukaenda kufanya hicho kitendo. Kupata toba ya kweli kutoka kwenye hicho kifungo cha dhambi ni ngumu. Utajikuta tu hamu inarudi. Manake kifungo bado nacho cha dhambi. Kifungo cha uovu. Kwa sababu Mungu alikukataza ukaamua kumpa shetani nafsi yako na kumtii. Kunahitaji rehema na huruma za kulia machozi kwamba na ikiwezekana kumshirikisha mtumishi kwamba Bwana Mungu alinikataza hiki kitu. Ila nikafanyaje? Nikakaidi. Sema Mungu nisaidie. Nisikaidi sauti yako. Sema Mungu nisaidie. Sikiliza. Ukitaka uchumi wako ustawi, sikiliza sauti ya nani? Ya Yesu. Yaani kwenye yako kaeli unako kaona unaonako kwenye mfuko. Unako yaani ni kadogo. Ila ili kaongezeke lazima ukasahau kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja Yesu amenipa hela. Mimi kaida yangu Mungu akinipa hela, kukaa nazo ni ngumu sana. Mke wangu ni shahidi. Yaani sijawahi kukamatwa na fedha hata kidogo. Niko tayari kuteketeza akaunti na Yesu analeta zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna pesa nyingine ukikaa nayo inazuia pesa zingine kuja. Kuna pesa ambazo Mungu anakupa sio zako. Yaani wewe ni kama mfereji. Sema Bwana Yesu, nifanye kuwa mfereji. Sema nifanye kuwa mfereji wa baraka za watu wengine. Sema Bwana Yesu, nifanye kuwa mkweli mahali palipo na uongo. Sikiliza, kuna pesa Mungu anakupa zinakuwa sio za kwako, ila zinakuwa ni za mtu mwingine. Mungu anakuamini tu kwamba shika hii pesa kwa ajili ya mtu fulani. Ukimpa yule mtu, ndo unavyozidi kufungua malango ya uchumi wako. Bwana asifiwe sana. Narudia tena. Kuna pesa ambazo mimi kwa sababu katika maisha yangu ya kumtolea Mungu niligundua kuna fedha za aina tofauti tofauti Mungu anakuletea. Kuna pesa ya kwa ajili ya kukuponya mwenyewe. Mungu anakupa pesa kwa ajili ya nini? Ya kukuponya.
Wengine wanasema kuna aina mbili za fedha, kuna mkate sijui na mbegu. Kuna pesa kwa ajili ya chakula, mahitaji, na pesa nyingine kwa ajili ya kuweka akiba kwa Mungu. Maanake kumtolea Mungu au sasa kuna fedha Mungu anaweza kaipitisha kwako ambayo sio yako. Na Mungu anakuambia kabisa hii fedha sio yako. Sawa? Kwa hiyo usikangane kwamba asa Mungu silete, kama sio yangu leta basi nyingine kwangu ndo nito. Kuna wakati Mungu akinipa nilikuwa nasema kama Mungu hii sio yangu, niletee kwanza kwangu, halafu na mimi ndo nikutole. Lakini Mungu akaniambia mimi sifanyi kazi hivyo. Kwa sababu kama unaniamini mimi ni mtosherevu, hutaki kuniwekea mashaka. Fanya halafu nikuonyeshe. Halafu sometimes Mungu pia ukimwamini sana ndo utakapomuona sana katika kila anachokuelekeza. Sema Mungu, nipe kukuamini sana. Nipe kukuamini sana. Nipe kukuamini mno katika maisha yangu. Hii ndio inaitwa toba ya kweli. Toba ya kweli ni kupita kila eneo la maisha yako na kusarenda mbele za Mungu na kujiachilia na kunyenyekea na kutamani kwamba Yesu awe kila kitu kwenye maisha yako. Naomba tumpigie Yesu makofi. Wangapi wamenielewa? Najua hamjanielewa. Ila kadri unavyozidi kuendelea kufuatilia kile ninachoelekeza, utakuwa angalau roho Mungu atakuwa anakumegea cha kwako. Wanza sana. Naweza nikaongea vitu vingi lakini wewe kumbe cha kwako kilikuwa ni kile cha kwanza nilichoanza nacho. Hivi vitu vingine just tu nimeongea kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo hakikisha kile ambacho nimeongea unakishika. Sema kama ningejua ningebadilika. Lakini pia kuna mtu mwingine ni muoga. Bwana asifiwe sana. Mungu hatembei na watu waoga. Mungu anatembea na watu majasiri. Sema majasiri. Kwa kama ungejua kwamba ile kazi ambayo ulikuwa unasukuma kwenda kuomba ni ya kwako na ukakataa kwenda kuomba, ungefanyaje? Au ile interview ambayo ulikuwa unaambiwa nenda kwenye ile interview ukakataa. Kwa hiyo hakikisha unakuwa jasiri. Sema jasiri. Sema Yesu, nipe ujasiri ndani yangu. Nani na swali? Nani hajaelewa? Nani ana mapendekezo? Naomba mtumishi wa Mungu atufungie ibada yetu ya neno kwa maombi. Karibu mama. Atufumbe macho. Wewe ni Mungu wa kuogopa sana na Mungu wa kutisha sana Bwana. Asante mfalme wa amani kwa kuwa umetumia kinywa cha mtumishi wako kuzungumza na sisi Bwana. Yesu, tunaomba utupe neema hiyo Bwana ya kuweka mfalme wa amani mioyo yetu na wote tulipo nao mbele zako Bwana. Maana kwako ni sehemu sahihi na kwako ni sehemu salama Bwana. Katika nguvu zako na katika damu yako Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, ninakusihi na kukuomba Bwana, neno hili mfalme wa amani ulilonena Bwana kutumia kinywa cha mtumishi wako likapata nafasi ndani ya masikio yetu na ndani ya mioyo yetu Bwana, tukaweze kulifanyia kazi mfalme wa amani. Neno lako likaishi mfalme wa amani, likaendelea kutukumbusha mfalme wa amani kuwa tuweke vitu kwako, maana kwako ni sehemu salama. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tazama tena mfalme wa amani, umjalie mtumishi wako Bwana. Yamkini mfalme wa amani ulitaka kumtumia kwa viwango vya ajabu na vya vikubwa Bwana. Yesu kaendelea kumpaka mafuta na kumtia nguvu, akatumike zaidi na zaidi Bwana, kwa kiwango kile ulichokikusudia na ulichokipenda Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, ninakusihi na kukuomba Bwana, kila atakayesikia mfalme wa amani neno hili, Baba ukafungue masikio yake, ukafungue na moyo wake Bwana, akutazame wewe zaidi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tazama tena mfalme wa amani tunapotawanyika Bwana. Yesu, neema yako ikawe juu yetu Bwana.
ukatutetee na kutupigania Bwana, katika jina la Yesu. Ukatuepushe na kila magumu na kila mabaya, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakataa kila vita, kila kisasi, malipizi, mashambulizi, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako ukaenda pamoja nasi, maana umesema vita na kisasi ni juu yako Bwana, ukapigane vita wewe peke yako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ukawa upande wetu e Bwana, majeshi yako e Bwana akipinga kwa upande wetu, magari ya moto yakawa upande wetu, yakatulinde Baba na kututetea, pasikatike mfalme amani hata nywele mmoja wala mfupa utakaovunjika, katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Baba, tunaiahirisha ibada hii Bwana, lakini roho zetu zinaendelea kukutamani Bwana zaidi. Ukaendelee kusema nasi mfalme amani, hata tunapolala Roho Mtakatifu ukaendelee kuomba ndani yetu e Bwana, katika jina la Yesu. Baba, ukabariki mfalme amani vipindi vya kila siku vinavyofanyika e Bwana, ukavibariki e Bwana. Ukabariki mfalme amani na watoto wako wote wanaoingia mfalme amani kwenye madhabahu hii yako Yesu, ya Yesu Duniani Ministry. Ukawabariki kwa viwango vya ajabu. Wabariki waingiapo na watokapo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wakatembee katika anointing ya ajabu, wakatembee katika mafuta mfalme amani ya ajabu, wakatembee katika vibali vya ajabu, wakatembee mfalme amani katika mfalme amani neema ambayo sio kawaida. Kila wanapokanyaga ukakanyage kwanza wewe Yesu, kila wanachokifanya ukafanye kwanza wewe Yesu, katika jina la Yesu. Tuishi tukikuamini, tuishi tukikutegemea, tuishi tukikupenda na kukuamini, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunajiachilia mikononi mwako, tukiamini utakwenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na fadhila zako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina lipitalo majina yote. Amen. Naomba shika mkono wako kwenye kifua chako nikubariki. Baba, ninawabariki wote waliokuwa katika ibada hii ya leo, ambayo ilikuwa ni usiku wa toba ya kweli. Nambariki kila mmoja katika jina la Yesu aliye hai, aliyeshika moyo wake, katika jina la Yesu Kristo. Kupitia usiku wa leo, kila mmoja apokee badiliko, mapenzi yake yafe, ya kwako Bwana Yesu yaishi. Yesu, kupitia usiku wa leo, kila mmoja aliyefuatilia ibada hii awe mtu mwingine. Kila kitu anachokigusa akakione kama si chake tena, ni kitu cha muda. Kuanzia fedha isije ushika tena moyo wake, awe tayari kuisikia sauti yako katika uchumi alionao. Kwa habari ya utumishi, huduma na kila kitu, maisha yake, kwa habari ya familia, mahusiano alionao, kila eneo, ubinafsi usiwepo tena kwake. Wewe Yesu uishi ndani ya kila mmoja aliyenisikiliza. Mapenzi yako yaishi ndani ya kila mmoja, matakwa yako yaishi ndani ya kila mmoja, unachokitaka kiishi ndani ya kila mmoja. Yesu ishi e Bwana, Yesu ishi e Bwana, Yesu ishi e Bwana. Kila mmoja unanisikiliza, pokea neema ya kuwa kama Yesu. Haleluya. Pokea neema ya kujawa moyo wa Yesu, kujawa tabia za Yesu, kujawa roho wa Yesu, kujawa uaminifu wa Yesu, kujaa kibali cha Yesu. Kila roho iachie nafsi yako katika jina la Yesu Kristo. Roho yote aliyokuwa inakupa ugumu katika kumfuata Yesu, nasema wewe roho usibaki ndani ya mtu huyu, usikae ndani ya mtu huyu. Ninakupiga kwa moto kwa jina la Yesu hai. Ninakupiga kwa moto kwa jina la Yesu hai. Achia kwa jina la nafsi ya mtu huyu. Nasemesha roho yote ile kuna kupelekea utende dhambi, ile kuna kupelekea ushindwe kumtii Yesu, ile kuna kupelekea uwaze vibaya ndani yako, ninapiga kwa moto hiyo roho ndani yako kwa jina la Yesu. Achia nafsi ya mtu huyu. Achia nafsi ya mtu huyu. Nasema hiyo roho haitatawala tena ndani ya maisha yako. Nasemesha kifungo cha uovu kikuachie siku ya leo. Usiwaze mabaya tena ndani yako.
kifungo cha kuto kumpenda Mungu, cha kuto kumtii Mungu, cha kuto kutaka kuwa kama Yesu, cha kuto kubadilika na kuwa na tabia kama za Bwana Yesu. Nasema kuitwa Mkristo kwako kuendane na tabia ulio nayo. Mtu anapokutazama amuone Yesu ndani yako. Ninatangaza mapenzi yako yafe, mapenzi ya Bwana Yesu yatawale ndani yako. Nakataa roho ya kujitawala. Ninatangaza utawaliwe na Bwana Yesu. Nakataa roho ya kujipelekesha. Ninatangaza upelekesho na Bwana Yesu. Roho wa Mungu atawale ndani yako. Akuongoze katika njia za haki. Akuongoze katika njia za kweli. Ninabariki maisha yako. Ninabariki roho yako. Ninabariki ujana wako. Ninabariki umama wako na binti wako. Ninabariki ubaba wako. Ninatangaza pokea roho ya kiungu ndani yako. Pokea roho ya Mungu. Natangaza vile vifungo havina nafasi kwenye maisha yako. Nasema wewe tena hautatenda dhambi. Nasema wewe hautakaa tena kama ulikuwa na tabia zozote ambazo ni mbaya. Nasema hiyo tabia siku ya leo haitabaki kwako kuanzia leo. Nasema Yesu amekuweka huru. Pokea nuru ya Yesu ndani yako. 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 Ninakusemesha wewe. Ninatangaza teketea. Pokea moto ndani yako. 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 Kifungo cha dhambi nasema kiteketeke kwa chini. Hautakaa dhambini tena. Hautakaa kwenye hilo gereza. Natangaza hautakaa kwenye hilo gereza. Nasema achia nafsi ya mtu huyo. Nasema achia roho za magano ya kwenu ya kurithi, yanayokufanya utende dhambi, yanayokufanya urudi dhambini, yanayokufanya uharibike, yanayokufanya utende dhambi. Nasemisha hiyo roho. Ninaipiga kwa moto siku ya leo. Ninakupiga kwa moto kwa Yesu aliye hai. Nasemisha kwa Yesu aliye hai. Ninakomboa jina lako. Ninakomboa maisha yako. Ninakomboa jina lako. Ninakomboa hatua zako. Ninakomboa tabia zako. Ninakomboa kwa Yesu aliye hai. Natangaza Yesu ni mzuri katika maisha yako. Ukaone uzuri wa Bwana Yesu. Ukaone uzuri wa Yesu aliye hai. Natangaza Yesu ni mzuri. Ukaone uzuri wa Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila alichosema na wewe Yesu, natangaza kiishi ndani yako. Pokea hilo neno, likazae matunda tele ndani yako. Likadumu na kuwa kitu halisi. Haleluya. Ninakupa moyo wa kubeba msalaba, moyo wa kujitwika msalaba na kumfuata Yesu na kutenda kile anachotaka. Ni katika jina la hai. Ninakataa. Hautaishi kama vile kwenu wanavyoishi. Natangaza ndani yako ile tabia yote, ile tabia za kurithi hazitakaa ndani yako. Ninatangaza kwa jina la hai. Ninakupa roho ya unyenyekevu. Kiburi kiondoke. Ubinafsi ndani yako ondoke. Natangaza upendo. Nasema roho ya msamaha itawale ndani yako. Wote mshangilie Yesu. Sema imekuwa kwangu kwa jina la Yesu. Mshangilie Yesu. Pigia Yesu kama kofi. Sema nimebadilika usiku wa leo. Sema nimepokea toba ya kweli. Sema mimi ni kiumbe kipya. Sitarudia tena maisha ya zamani. Ya kale yamepita. Sema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mimi ni kiumbe kipya. Shetani bye bye. Sitarudi kwako tena. Sitotenda mabaya tena. Haya, shika sasa. Baada ya maombi haya, hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku. Hakikisha unakuwa mtoaji. Hakikisha unamtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hakikisha unahudhuria ibada mara kwa mara. Mambo mangapi? Unakuwa mtoaji, muombaji, unasoma neno na unamtumikia Mungu mara kwa mara. Sawa? Manake unamtumikia Mungu, unakuja kanisani, unafanya ibada, unamtolea Mungu anapokubariki. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Utu wako wa kale kwisha. Sema kwisha. Sema mimi ni kiumbe kipya. Sawa na Korinto wa pili 5:17. Mshangilie Mungu kwa kume kwa kiumbe kipya usiku leo. Natangaza kwa kume kwa kiumbe kipya.
Nasema maisha yako yamekuwa mapya. Uchumi wako umekuwa mpya. Maisha yako kila jambo limekuwa jipya. Nasema kuanzia sasa hautapungukiwa, utajaa utele na baraka zote za Mungu. Sawasawa na Efeso 1:3. Haleluya, haleluya. Mshangilie Mungu kwa makofi mengi. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Mshangilie Mungu kwa makofi mengi. Kwa kuwa wewe ni kiumbe kipya. Sema wewe, mimi ni kiumbe kipya. Sema mimi ni kiumbe kipya. Haleluya. Na mshangaa Mungu kwa ajili yako. Sioni tena wale watu wa zamani sasa hivi. Namuona kiumbe kipya. Namuona kiumbe kipya. Namuona kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema vifungo vimeachia. Sema mimi niko huru. Sema kwa jina la Yesu. Waliokuwa wanataka sijui ndoa, nenda kupata ndoa. Kwa kuwa ninyi ni viumbe kipya. Tabia zenu ni tabia za Yesu. Haleluya. Yesu apewe sifa. Waliokuwa wanataka kupata kazi, utapata kazi kwa kuwa wewe ni kiumbe kipya. Tuko pamoja? Sema mimi ni kiumbe kipya. Haleluya. Kwa hiyo jiandae Yesu kukuletea majibu yako baada ya maombi haya. Shukuru Mungu. Sawa? Shukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii na Mungu akubariki. Nikutakie usiku mwema. Amen.